Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mchana wa leo tena tutaiangalia hii zeri inasema nini kwa ajili ya maisha yetu. Utume wa kanisa hili ni nitakwenda, I will go. Huo ndo utume wa kanisa hili, na huu ni ujumbe wa maandiko matakatifu, kitabu cha Mathayo, ujumbe wa malaika watatu. Unatutaka sisi tutoke tueleze habari za ufalme wa Mungu kule nje. Kwa hiyo wakati wote tunabadilisha maneno haya ya chini, lakini bado sera kuu, utume mkuu wa kanisa hili ni nitakwenda. Kwa hiyo kama tunaongelea habari ya kwenda, werevu wa nini? Wa kihisia. Yaani hisia zetu zinaathiri sana namna tunavyofanya kazi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo leo tutaanza kuangalia kwa namna gani hisia zinaweza kuathiri ufanisi wa kazi ya Mungu ya utume kwenda mbele. Anasema viongozi wenye ufanisi wa kweli viongozi wenye ufanisi wa kweli huwa na kiwango cha juu cha werevu wa kihisia. Sasa huku kote tupite, huyu ndio Dr. Lori Sikareli Stoko, ambaye ni MPS, Masters of Professional Study. Alikuwa ni chaplain wa huduma za kiroho katika hospitali. Anasema kama chaplain wa huduma za kiroho katika hospitali, nakutana na wagonjwa wengi ambao wako peke yao, wana njaa, wanaumia. Anasema tunahitaji kujiinua kwenye jamii zetu kama alivyofanya Yesu. Aliwashirikisha akiwaonyesha upendo, huduma na ukarimu. Haya, sasa tuanzie kwenye werevu wa kihisia. Maana inawezekana tunaongea huko, lakini werevu wa kihisia ni nini? Asubuhi nikasema kuna kitu kinaitwa EQ na IQ. Unaweza kukuta mtu anakuambia yule jamaa IQ yake iko juu sana. IQ ni nini? Lakini kabla ya IQ kuna kitu kinaitwa EQ, Emotional Intelligence Quotient. Alafu kuna IQ, Intelligence Quotient. Zakaria, tuko pamoja hapo? Haya. Sasa anasema werevu wa kihisia ni uwezo wa kutambua, kuelewa na kudhibiti hisia zako mwenyewe na za watu wengine. Mama Onyango, yaani kujitambua kwanza wewe, alafu ukaweza kujidhibiti, alafu ukadhibiti na hisia za watu wengine. Emotional intelligence. Anasema uwerevu wa kihisia unahusu zaidi jinsi unavyojihusisha na wewe mwenyewe na unavyojihusisha na watu wengine. Kwa hiyo ukimkuta mtu mdomo wake ni mtu wa kutukana, unajua kabisa kwamba huyu anavyojihusisha na yeye mwenyewe kwanza ni mtu wa kujitukana. Yaani yeye huwa anajitukana. Kwa hiyo hata atakapojihusisha na wengine ni rahisi pia kuwafanyaje? Kuwatukana. Lakini ukikutana na ambaye concern issue yoyote anapenda kuianzia chini ilikoanzia, unajua huyu hata kwenye mambo yake jambo likimkuta atalianzia kwanza chini. Alafu kuna wale jambo analichukulia hapa. Yaani umelileta hapa, anapanda hapo hapo ulipoliletea, mnakutana hapo hapo. Yakiisha salama hewala, yasipoisha basi. Na ukimuuliza anakuambia mimi nitakujibu vile unavyokuja. Mzee Kabadi anakuambia mimi utakavyokuja hivyo hivyo. Unajua huyu hata kwenye mambo yake na yeye analipokea kama lilivyokuja. Kwa hiyo uwerevu wa kihisia kumbe ni wewe mwenyewe kwanza. Unashughulika vipi na mambo yako yanapokutokea? Afya, uchumi, mahusiano. Vijana huwa tunasema status tu huwa zinatuambia kwamba kuna shida. Speciosa status tu. Yaani ukifika tu jioni ukaanza kufungua status, unaona mtu ameandika better to stand alone, unajua tayari. Unajua tayari hapa kimefanyaje? Kimeumana. Better to stand alone, tayari kimeumana. Ukiweza kumjibu utamjibu, usipoweza utamwacha, ile unajua Mungu msaidie huyo mtu tayari huko. Haya, anasema werevu wa kiakili IQ. Sasa hii ni IQ. Anasema hivi, werevu wa kiakili
ni uwezo wa akili wa mtu mmoja ukilinganishwa na wa watu wengine. Gombe, wewe ni rafiki yangu sana, mimi nitakupatia hii kitu, sawa? Wala usihangaike. Mimi always ukiniambia mzee nataka ile, mimi nakupa, sawa? Wala usihangaike kupiga picha, nitakupa kama ilivyo. Sasa IQ anasema ni uwezo wa kiakili wa mtu mmoja ukilinganishwa na wa mtu mwingine, na hapa ndipo tutakapofanya mtihani. Wangapi wako tayari? Haya, watu wanapenda hata mjaujua ukoje. Haya, kwa hiyo hapa anasema hii kwa kawaida hii hupimwa kupitia mtihani maalumu inayochunguza maeneo kama uwezo wa kufikiri kwa mantiki, logical reasoning. Hapa tunatofautiana. Logical reasoning, uwezo wa kufikiri kwa mantiki sana. Lakini jambo la pili, uwezo wa kutatua matatizo, problem solving. Yaani kuna mtu yeye tatizo likimtokea na yeye anakuwa sehemu ya tatizo. Kuna viongozi wanatuongoza, kukiwa na tatizo mkimpelekea ana amplify tatizo, analiongeza tatizo. Lakini kuna viongozi tatizo likitokea ukimfuata anakuambia, kwa hiyo tunataka tufanyeje? Wewe umeenda una tatizo, yeye anakuambia hey, what is the solution? Kwa hiyo unajikuta umeenda ulitegemea a react na wewe, anakuambia okay, sawa, lakini what is the solution? Tufanyeje? Na anakuchallenge, anataka solution itokee kwako uliyepeleka tatizo. Basi unajikuta unaanza kujikanyaga, mimi kwa kweli pale nilikuwa ninaona, pale nilikuwa na hilo solution yako unayoileta ndio anakuambia hiyo ndio tukaitekeleze. Kwa hiyo unatoka umekuwa mwepesi, maana umepeleka tatizo, kumbe solution ulikuwa nayo na ikawa applicable na maisha yakaendelea. Kumbukumbu, memory capacity, hapa tunatofautiana na hakuna namna unaweza ukapambana na mtu mwingine katika swala la nini? La memory. Nakumbuka shule kuna ambao walikuwa wanaweka miguu kwenye maji, alafu kuna wazee wa zimamoto. Kesho ni pepa anapita, unakasamari hapo anakachukua, unakasamari anakachukua, unakasamari anakachukua, anaenda anakaa mahali, anapita na vile visamari fya, alafu anawarudisha kaka kwako huyo, ameenda kulala. Kesho unamkuta kwenye pepa amekaa makini kabisa, hahangaiki. Pepa inaletwa, nyinyi mliokuwa mnashinda darasani mpaka usiku mnaweka miguu kwenye maji, anawachora tu. Yeye akipewa pepa, akipewa kalamu, akiambiwa start, anashuka. Akimaliza amekusanya, ameondoka. Matokeo yanatoka yule. Yaani huyu hakuna kitu unaweza kumfanya. Dokta, hiyo si sahihi. Yaani huyu humfanyi chochote. Ndio hivyo. Na jamaa mmoja tulikuwa tunasoma naye advance pale Suji, yeye always mkiwa prepo amevaa yale masweta ambayo yana hoodie, tunasema hood. Amechomeka earphone zimetoka huku, amezingiza zimetokea hapa. Ana kakaunta kamoja tu, Alafu kale kakaunta mle ndani kana nyimbo za hip hop. Yeye kazi yake ni kutunga. Anasema mimi nataka nikafanye collab na 50 Cent, nataka nikaimbe na nani. Mnamuuliza bro, anawaambia hii ni ndoto yangu. Yeye maisha yake ni hayo. Mtihani, anakuja darasani, una summary yoyote? Ndio naomba. Una summary yoyote? Anachukua summary zenu. Kuna notes anakuambia sitaki notes. Summary anachukua. Umeshaisoma hii? Asiyeisoma anakuambia basi ukimaliza unipe. Anaichukua, anafanya hivi. Kesho kwenye paper, yule pale mbele amekaa pale mbele. Alafu hataki kusumbuliwa kwa anakaa mbele. Mtihani ukija anaanza. Matokeo yakitoka yule yuko pale juu. Hakuna kitu unaweza kumfanya mtu kama huyo. Namna nyingine, uwezo wa hisabati, mathematical ability. Hii pia inapima uwezo wa kiakili wa mtu. Mathematical ability. Kuna na dunia kwa sababu inalitambua hili, kwa kuna mitihani ya kupima watoto uwezo wa kimahesabu. Na lingine ni uelewa wa lugha zaidi ya moja. Watu wanaozungumza lugha zaidi ya moja huwa IQ yao iko juu. Mama yangu mimi anazungumza lugha 5, sio za kimataifa, za ndani ya nchi. Huwa tunamshangaa sana. Yaani anazungumza lugha nyingi lakini za kikabila, makabila yanayotuzunguka. Anazungumza lugha zao nyingi sana anazungumza. Na anazielewa. Tunamuuliza hii ikoje? Anasema nikikaa nao ninaelewa. Sasa siku moja
tuko na baba na yeye tunapiga story, wanapiga story za enzi zao za ujana wao. Mama anasema huyu nishawahi kumuokoa, yani baba yetu anasema nishawahi kumuokoa mahali kulikuwa kuna nini, anasema alikuwa anataka kufanywa uhalifu, tulikuwa kijiji fulani, ilikuwaje? Anasema wale waliokuwa wanapanga ule uhalifu walikuwa hawajui kama mimi ninafahamu lugha yao, walikuwa wanajua mimi sijui lugha yao. Kwa hiyo wakaongea, walivyomaliza, walivyoondoka ili warudi, nikamwambia ondoka. Vipi? Akasema hawa watu wamesema hivi na hivi na hivi. Akaondoka. Alivyoondoka tu muda si mrefu wakarudi, wanamtafuta. Sasa tukamwambia mama, wewe umejuaje hizi lugha? Anasema hata mimi sifanyeje, sijui. Kwa hiyo uwezo wa kuzungumza lugha zaidi ya moja hata yenyewe pia ni sehemu ya chanzo cha kuwa na uwezo mkubwa wa kiakili. Sasa msikilize huyu dogo hapa. Hebu fungua Mathayo 9 mstari wa kwanza mpaka wa 38 kwenye simu, kwenye nini, wewe ifungue tu, alafu tutiririke na huyu dogo tumuone anavyoshuka. Mathayo 9:1 mpaka 38. Mafundi mitambo, tuko sawa sawa? Si mmefika? Mmefika Haya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mathayo 9 mstari wa kwanza hadi wa 38 imeandikwa, akapanda chomboni akavuka akafika mjini kwao, na tazama wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Basi Yesu alipoiona imani yao alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, huyu anakufuru. Basi Yesu hali akijua mawazo yao akawaambia, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa maana rahisi ni lipi, ni kusema umesamehewa dhambi zako, au ni kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Amwambia yule mwenye kupooza, jitwike kitanda chako uende zako nyumbani kwako. Akajitwika kitanda chake akaenda zake nyumbani kwake. Na makutano walipoona walishikwa na hofu na kumtukuza Mungu aliyowapa watu amri ya namna hii. Naye alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Ikawa Yesu alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona, waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Na Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, ninataka rehema wala si sadaka. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Wakati huo wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakisema, kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga, lakini wanafunzi wako hawafungi? Yesu akajibu akamwambia, walioalikwa harusini wawezaje kufunga muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo atakapofunga. Wala hakuna mtu atiaye kiraka cha vazi jipya katika vazi kuukuu, maana kile kiraka huondoa pande la lile vazi, na pale palipotatuka huzidi. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama wakitia vile viriba hupasuka, divai kamwagika, bali hutia divai mpya katika viriba vipya, vikahifadhika vyote. Alipokuwa akiwaambia hayo, tazama, jumbe mmoja akamwendea akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo wewe uweke mkono wako juu yake naye ataishi. Akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na tazama, mwanamke aliyekuwa anaumwa ugonjwa wa kutoka damu kwa muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akagusa upindo wa vazi lake, maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Naye Yesu akageuka akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Na yule mwanamke akapona tangu saa ile. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili walimwendea wakapaza sauti. Mpaka hapo mnasemaje? Anashuka simeona anavyo flow huyu dogo ana clip zaidi ya hizo kwa wale ambao mnamfuatilia katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hii ni uwezo ambao kila mmoja anao kwa namna alivyozaliwa. Sasa inachangiwa na nini? Kuna genetic issue, wataalamu watatuambia. Kuna asili ya ukoo ambao unatokea. Kuna watu
wanatoka katika chaneli hiyo. Vyakula, mimi nafanya kazi na Wahindi, wanaamini katika vyakula vinavyojenga mtoto kuanzia mama kabla hajawa mjamzito, akiwa mjamzito mpaka kujifungua. Wana list ya vyakula, wanakuambia hivi akienda navyo kabla, akiwa katika ujauzito na akimaliza. Huko mbele mzee, wewe anakwenda kuzaliwa, tunaita kipanga. Yaani atazaliwa kipanga hapo nyumbani kwako, utaamini. Kwa hiyo kuna namna hiyo pia ambayo hata wewe unaweza ukamtengeneza genius wako, inawezekana, kwa namna alivyoandaliwa mama aliyembeba yule mtoto kabla, akiwa na ujauzito na baada ya nini ya kuzaliwa mtoto. Kwa hiyo ni uwezo ambao unatengenezwa kabla kiumbe hakijafanyaje, hakijazaliwa. Kikishazaliwa ni ngumu kusema kwamba hii kitu unaiongeza wewe mwenyewe, hiyo ni ngumu sana. Sasa unaona haya maneno hapa, haya kuna maneno zaidi ya 25 kutoka kwenye haya maneno, ila bahati mbaya sana ni maneno ya Kiingereza. Nilikosa Kiswahili. Unajua Kiswahili kina maneno mengi, Kiingereza kina maneno machache. Hii inatengeneza maneno zaidi ya 25 hii hapa. Kwa hiyo tutafanya hii testi baadaye, alafu kuna zawadi. Sasa ili msione hayo majibu yaliyoko hapo pembeni, nina skip hii slide. Haya, kwa hiyo tuendelee na emotional intelligence na IQ. Anasema wataalam katika field ya uongozi wanaamini kuwa viongozi wenye ufanisi wa kweli wanakuwa na kiwango cha juu cha werevu wa kihisia. Yaani wataalamu wanaamini viongozi wazuri sio wenye uwezo mkubwa wa kiakili, ni wenye uwezo mkubwa wa kihisia. Hapo mmenipata eh? Ndio maana kwa mfano kwenye mfumo wetu wa kiserikali wa Tanzania, waziri anaweza akawa mtu yoyote. Yaani leo unaweza ukawa waziri wa wizara fulani. Yaani regardless of umesomea nini, unakuwa waziri wa kilimo. Ila wale walioko chini yako, wakurugenzi wako, wale mameneja wako, wale wanakuwa ni watu tofauti kabisa. Wale wanakuwa ni specialist wa kada hiyo, lakini wewe unaweza ukawa pale juu. Sasa wewe uliyeko pale juu unategemewa sana katika uwezo wa kihisia, maana unaowaongoza wana uwezo mkubwa wa kiakili, wana akili sana, lakini wewe ni kiongozi wako wa wewe unayewaongoza, unategemewa una uwezo mkubwa wa nini, wa kihisia, wa kuweza kuwaongoza. Lakini wao ni maprofessional kabisa, alafu wewe unayewasimamia hujui kabisa hayo mambo, labda ni IT, ni fedha, hujui, hukuyasomea, ila wale walioko chini wanaojua. Sasa wewe utakuwaje kiongozi mzuri? Wanasema hautuangalii sana uwezo wa kiakili, tunaangalia sana uwezo wa kihisia. Unaweza kuwa control wale watu, unaweza kuwa monitor wale watu. Okay, anasema kama sehemu ya utendaji bora, werevu wa kihisia ulithibitishwa kuwa na umuhimu mara 2 zaidi kuliko werevu wa kiakili katika ngazi zote. Na niwaambie watu wenye akili sana, wana kitu kinaitwa ego. Ego ni nini kwa Kiswahili Kisaka? Anasema ujivuni au kujikweza, sijui tuiwekeje. Ego, watu wenye akili sana wana ego. Ego ni kile kitendo cha kuamini kwamba mimi ndio niko sahihi. Yaani hakuna mtu wa kunishauri, hakuna mtu wa kuniambia kitu. Ukimfuata huyu mtu anakuambia kwani elimu yako ni kiasi gani? Ukimwambia elimu yako anakuambia unafikiri unaweza ukanishauri mimi? Mimi nina PhD bwana. Mimi nimesoma chuo fulani na chuo fulani. Kwa hiyo huwezi. Hawa watu wenye akili sana wanakuaga na ego, kuona kwamba yeye huwezi ukamshauri, huwezi ukamwambia kitu. Sasa hawa watu huwa wanakutwa na nini? Huwa wanakutwa na upweke, kwa sababu jamii inayowazunguka inawafanyaje? Inawaacha kwamba yule hakuna kitu utamwambia, anajua yote. Basi wanatengwa na jamii. Wakitengwa na jamii ndio wanakwenda hivyo, wanapata tatizo la afya ya akili. Unawakuta ni waraibu, kwa sababu hawezi kushauriwa, basi anatafuta namna ya kujiridhisha mwenyewe nafsi. Basi mwingine anakuwa ni mlevi wa kupindukia,
Unaambia huyu jamaa ni daktari mkubwa sana, lakini ni mlevi. Unaambia huyu jamaa ni injinia mzuri sana, lakini anakunywa pombe sana, hashauriki, hawezi kukaa na mtu yeyote akazungumza kitu chochote. Kwa nini? Ana akili sana. Kwa hiyo kuwa na akili sana, yeye anaamini kwenye dunia hii hakuna anayeweza kumfanyaje? Kumchallenge. Kwa hiyo ndio maana wanasema viongozi wenye uwezo mkubwa wa kihisia wamepimwa wakaonekana ni mara 2 bora zaidi ya wale wenye uwezo wa nini? Wa kiakili. Kwa hiyo ndio maana hata kwenye management wenye akili sana wanawekwa chini katika utendaji, maana wanaweza kutoa solution. Lakini management administration wanatafuta wale ambao wana uwezo mkubwa wa kihisia wa kuweza kuwasoma watu, kuwatuliza. Yeye mwenyewe anajua kujitawala mwenyewe, nafsi yake anajua. Anasema EQ ni uwezo wa kushirikiana na wengine na kuleta mabadiliko. Bila EQ mtu anaweza kuwa na mafunzo bora, akili ya uchambuzi, ujuzi wa kiufundi, lakini bado hataweza kuwa kiongozi bora. Ndio kile tulichokuwa tunakisema kwamba huyu bwana amesoma sana, ni professional mkubwa mno, lakini hawezi kujiongoza. Mambo yake mwenyewe rafu, mambo yake mwenyewe hawezi kuyatawala, hisia zake mwenyewe hawezi kuzitawala. Ndio wale mabosi, ukifika ofisini unaambiwa leo msiende, chuma leo hakiko vizuri, mbona msiingie huko leo, huyu jamaa leo watch out, usikutane naye mahali. Hao wana akili sana, lakini basi amevurugwa na mke wake huko. Sasa mke wako amekuvuruga, sisi tunakuhusu, lakini ingia kwenye 18 zake hiyo siku ofisi utaiona chungu. Kwa hiyo wana akili sana, lakini wana uwezo mkubwa wa ujuzi, lakini hawawezi kuwa viongozi bora kwa sababu hawawezi kujiongoza kihisia. Wengi wanaamini kuwa werevu wa kihisia ni wa asili, yaani unazaliwa nayo. Hata hivyo, mimi ni muamini mkubwa kuwa EQ unaweza kujifunza, kwa sababu nimeshuhudia hilo kwa mtu binafsi na taaluma. Kwa hiyo habari njema ni kwamba uwezo wa kiakili 1% kubwa ni wa kuzaliwa nao, lakini uwezo wa kihisia unaweza ukajifunza kabisa kabisa. Hii ni habari njema. Unaweza bado ukawa kiongozi bora, ukawa mtu mzuri, kwa sababu uwezo wa kihisia unajifunza. Sabato iliyopita mimi nilikuwa mtu wa mwisho kuondoka hapa kanisani. Wakati nakaribia kuondoka, akaja dada mmoja, na bahati mbaya mchungaji ndo alikuwa anaondoka. Mchungaji akaniambia msikilize. Yule dada neno lake lilikuwa ni moja tu, nina uchungu. Nina uchungu. Ni nini? Nina uchungu. Nikusaidieje? Anasema nina uchungu. Nikamwangalia, nikasema mchungaji ameondoka. Huyu nikimwacha huyu, kesho tunaweza kupata habari zingine. Nilipomsikiliza vizuri, niliona kabisa huyu anakoelekea sio kuzuri. Anasema tu nina uchungu, anaishia hapo. Dawa yangu kwake ilikuwa ni ndogo sana, kumsikiliza. Yaani ndio tiba aliyokuwa anaitafuta huko alikotoka, mpaka amekuja kanisani, na ni msabato ambaye alishaliacha kanisa zamani sana. Lakini bahati nzuri sisi wa Sabato, hata uliacha kanisa maili 100, siku ya kikukuta njia ya kanisani unafanyaje? Unaijua. Yaani mtamkuta mtu ananiambia lakini mimi ni msabato. Wapi kuna kanisa la wasabato hapa? Ndio uzuri wetu sisi. Kwa hiyo akasema mimi ni msabato. Shida ni nini? Anasema nina uchungu. Nina uchungu. Dawa ambayo ilimponya yule dada ilikuwa ni kusikilizwa. Ule uchungu aliokuwa nao, hakuna mtu yeyote aliyekuwa tayari kufanyaje? Kumsikiliza. Nilipomsikiliza, nikamsikiliza. Yaani mimi siingilii mazungumzo yake. Nikasema huyu kuna dude limeshika hapa, linatakiwa litoke, atalitoa yeye mwenyewe leo. Na kweli lile dude lilitoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu nilimsikiliza mwanzo mpaka mwisho. Yaani mimi maongezi yangu kwake yalikuwa ni machache sana. Tulipomaliza namwambia sasa unasema? Sasa ninaweza kwenda nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninaweza kwenda. Jamani, sijafanya chochote. Akasema kumbe kusikilizwa ni tiba. Baraka, umesikia hiyo?
Kusikilizwa ni tiba. Kutokana na utafiti, EQ ni usimamizi wa nafsi na uhusiano wa nafsi ama uwezo wa ndani na ufanisi wa kijamii. Huyu mama anasema wachungaji wengi wamekuwa wakishare nami kuwa hawajawahi kupatiwa mafunzo ya werevu wa kihisia katika elimu yao rasmi ya huduma ya kiutume. Huyu mama anashare hilo pamoja na sisi kwamba hata wachungaji aliofanya tafiti akaonana nao, hata wao walimwambia hatujafundishwa vizuri habari za uwezo wa nini, wa kihisia. Alafu ni bahati mbaya sana, hawa watu wanaenda kudili na watu, hawaendi kudili na mashine, wanakwenda kudili na watu. Lakini wanasema mafunzo ya werevu wa kihisia, emotional intelligence, ambayo tumeyapata kwa kweli ni madogo sana. Anasema hapa ni kwa nini? Mahusiano. Asubuhi wakati tunamwongelea Yona na Mungu alikuwa anamtafuta Yona ili afanye nini na yeye? Mahusiano. Tunaishi katika dunia ambayo mahusiano hayakwepeki. Yaani fanya ufanyavyo, mahusiano hayafanyaje? Hayakwepeki. Sasa anasema kama binadamu tunahitaji uhusiano kwa sababu tuliumbwa kiutambulisho wa mahusiano. Tuliumbwa kiutambulisho wa mahusiano. Yaani lazima tuwe na mahusiano. Alafu bahati mbaya kwenye mahusiano ndio kuna maumivu kisaka. Yaani huwezi kukwepa mahusiano, alafu humo kwenye mahusiano ndio kuna nini? Maumivu. Sasa tufanyeje? Speciosa, tufanyeje? Hatuwezi kujijengea kisiwa chetu tukaishi wenyewe, lazima tuhusiane na wengine, lakini kuna kuumia katika kuhusiana na wengine. Anasema werevu wa kihisia ni mahusiano. Mungu ni wa uhusiano. Uungu ni mfano mkuu. Mwanzo 1:26. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo Mungu hakusema sasa ninamfanya mtu kwa mfano wangu. Alipofika kwenye uumbaji akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Baada ya kumfanya mtu kwa mfano wetu, anasema wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, inaendelea huko. Kwa hiyo palipofikia hatua ya uumbaji, Mungu hakusimama mwenyewe, akasema hii ni ya kimahusiano. Baba, Mwana, Baba Roho Mtakatifu na Mungu mwenyewe. Kwa hizo nafsi tatu zote zikahusika. Anasema hivi, amri zake 10 kwetu ni za kimahusiano. Sehemu ya kwanza inazingatia uhusiano na Mungu, sehemu ya pili wanadamu wengine. Umeona hapo napo Kwa kumbe kwenye amri 10, amri 4 za kwanza ni za mahusiano ya mwanadamu na nani? Na Mungu. Siwe na Mungu mwingine bila mimi. Kumbuke siku ya Sabato itakase, usivijisujudu, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya 5 inaanza, waheshimu baba yako na mama yako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani nyumba ya jirani yako. Kwa hiyo Mungu mwenyewe akaona mimi na wao mahusiano, wao kwa wao mahusiano hayo hayafanyaje? Hayakwepeki. Haya, anasema hivi, amri kuu ya Mungu kwetu ni ya mahusiano, ambayo ni nini? Upendo. Sasa upendo si ni mahusiano Kwa hiyo zile amri 10 kumbe zote zinavutwa, zinakuja kwenye amri moja, inaitwa upendo. Anasema ambapo ni nini? Ni kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, nafsi yako yote na akili yako yote, na kumpenda jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Mathayo 22:36 mpaka 24. Iwe ni huduma ya kanisa, kazi ya kimishonari, uelekezaji wa kiroho au huduma ya chaplainsia, kila huduma ina uhusiano. Kwa hiyo hakuna namna tunaweza tukajifungia ndani bila kutoka nje na kushare na wengine. Hakuna namna mnaweza mkawa na maamuzi ya ndani tu bila kutoka na kushare na watu wengine. Sasa yale ndio mahusiano, na ndio maana hapa nyuma tukasema lazima EQ na IQ tuijue, ili tunapokwenda kuongea na wengine tujue mood nilionayo mimi,
mood ya wale ninao kwenda kuongea nao, ninawa approach vipi, response yao kwangu itakuwaje. Kama nilivyowaambia, hubiri la asubuhi limepita, lakini kuna watu walikuja wakaniambia wao kwamba huna saa muda. Kwa hiyo hao unawajibu vipi? Kumbe walikuwa ni matime kipa wangu. Wao walikuwa wanaangalia nimetumia dakika ngapi. Yaliyozungumzwa hawakuyazingatia sana. Kwa hiyo nao wanapokuapproach unawajibu vipi kwenye swala la muda? Sawa. Kwa hiyo nikawaambia tu kwamba ile saa yetu tutaiweka betri, tutaininginiza pale, basi tutakuwa tunaangalia muda. Si limeisha hilo? Limeisha. Haya. Anasema hivi, huduma ya Yesu kufundisha ilikuwa ya uhusiano. Tabia yake ina sifa za uhusiano ambazo zinadhihirisha matunda ya Roho. Wagalatia 5:22-23, tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna nini? Kuna sheria. Sasa nataka tuingie hapa kwenye kuangalia hatua 5 za mahusiano. Sasa kabla hatujafika hapo, tupate break kidogo. Somo hili nimewaambia ni refu, kwa hiyo sitaki kukimbiza tu nimalize. Nataka tuwe tunapata na break, hata siku nyingine tutaendelea. Sasa nataka turudi kwenye ile IQ. Kabla hatujaongea hivyo vitu 5. Kwenye mahusiano yetu yanajengwa na vitu 5: self awareness, self regulation, motivation and passion, empathy pamoja na social skills. Hivi vitu vinajenga hatua zetu za kimahusiano. Ujifahamu mwenyewe, ujue kujikontrol wewe mwenyewe, ujue kujishauku na kujipa motisha yako wewe mwenyewe, ujue kujihurumia wewe na wengine, na ujue kuchangamana na jamii inayofanyaje, inayokuzunguka. Ukiyajua haya 5 unaweza kuishi katikati ya jamii, maana mahusiano hayaepukiki. Kwa hiyo tutayachambua haya mambo 5 moja baada ya jingine. Tutakapoishia ndio hapo hapo. Sasa ni wangapi wako tayari kufanya ile assignment? Haya. Mzee Sauli Abbas, mzee Baraka, mpe karatasi yoyote ambaye yuko tayari kufanyaje kufanya hiyo assignment. Nilikuwa nakipitia leo, lakini kikawa kimezungumza mambo kadhaa ambayo nilikuwa natamani niongezee hapa, ambao nimejaribu kusoma benefits of emotional intelligence, manufaa yake, ikazungumzia katika au matumizi yake katika nyanja mbalimbali, upande wa elimu, upande wa biashara, upande wa mahospitalini au kwenye healthcare inavyotumika, kwamba jinsi unavyokuwa na uwezo mkubwa wa kihisia inafanya vile vile katika utoaji wako wa huduma inakuwa ni bora zaidi. Tuchukulie kwa mfano mtu ambaye ni nurse, alafu na uwezo wa kihisia mkubwa, kwa hiyo kumwatendi mgonjwa inakuwa ni vyepesi ukilinganisha na mtu ambaye ana low self intelligence. Lakini vile vile akazungumzia kwenye upande wa biashara, kuna mtu na biashara yako, jinsi unavyomjibu mteja wako, ukiwa na uwezo mkubwa wa kihisia inamfanya avutiwe. Na kwa mfano amezungumzia kwenye upande wa jambo labda umevurugwa nyumbani, hizo hisia zako unaenda nazo kwenye biashara yako. Kwa hiyo mfanyakazi au wateja wako unawajibu kulingana na jinsi hisia zako zilivyo. Lakini kama una uwezo mkubwa wa kujizuia kwamba mambo ya nyumbani unayaacha nyumbani, lakini ukifika kazini kwako unakuwa katika namna ambao ni chanya ukiwa umeyasahau mambo ya nyumbani. Kwa hiyo katika uwanda huo inatupatia uwezo mkubwa kwamba kumbe tujifunze haya mambo ni mazuri. Kwa mwanzilishi wa haya mambo imetokea kwenye mwaka, yani tuseme evolution au revolution ya emotional intelligence imeanzia kwenye miaka ya 1990, ambapo mwanzilishi wake ni Daniel Goleman. Anazungumzia kwamba baada ya kujifunza hivi vitu vilikuwa na changamoto kadhaa, wakisema kwamba wengine ni kwamba ni skill au utashi kwamba mtu anazaliwa nao moja kwa moja, lakini baadaye wakawa wamekuja na masuluhisho kwamba hivi ni vitu vinavyojifunzwa, lakini wengine wanazaliwa navyo wakiwa na uwezo binafsi. Hivyo nipende tu kusema kwamba katika masomo haya kweli mimi huwa napenda kusoma kitu na mrejelea Yesu. Kwenye upande wa emotional intelligence Yesu alikuwa ni na uwezo mkubwa. Kwa mfano kuna kisa kimoja ambapo Yesu anajibizana na Mafarisayo, wanamwambia wewe huwezi kuwa ni hivi hivi, utakuwa na pepo. Akawaambia mimi sina pepo, na kwa kufanya hivi mnanivunjia heshima. Inafikia mahali wanasema tumesha sema sasa wewe una pepo, lakini Yesu hakuwahi kutoa mwitikio ambao ni mbaya.
alikuwa anawajibu katika mwitikio ambao ni mzuri, kuonyesha kwamba uwezo wake wa kihisia ulikuwa juu sana. Ni tofauti na Petro, kwa mfano kwamba amekuja kukamatwa Yesu na wale watu wake, watu ambao walikuwa wameagizwa kuja kumkamata. Petro kwa kuwa ana uwezo mdogo wa kihisia, anachomoa panga, anakata sikio, na baada ya hapo Yesu anasema unavyolifanya hiyo sio sahihi, anachukua sikio na analirudisha. Kwa namna hiyo Petro anaona kabisa hili jambo, huyu sio mtu wa kumsaidia, anaamua kuachana naye, ndio maana anaamua kujitenga. Kwa hiyo kuwa na uwezo mkubwa wa kihisia, hata changamoto zinapokuja mbele yetu tunakuwa na uwezo mkubwa wa kuzikabili na tukaendelea kuishi katika maisha tukiwa na furaha na amani na upendo na watu wote. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninajifunza mambo ya emotion intelligence, lakini kwa upande wa uchumba na ndoa. Ni mwalimu wa mahusiano japo sijaoa. Ninafundisha uchumba na ndoa, na kitu ambacho naweza nikaongezea baadhi ya watu kanisani hapa wananifahamu. Nachoweza kuongezea ni kwamba kwenye hali yoyote ya kawaida, mimi nazungumzia tu upande wa jinsia mbili, jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Tunajua kwamba wanawake kwa kiasi kikubwa ni emotional by nature. Yaani kuna namna ambavyo wao wana react au sijui niwekeje kwa Kiswahili. Kuna namna ambavyo jambo linapotokea la kihisia, kuna namna ambavyo wao wana react ambayo inakuwa ni tofauti na sisi wanaume. Kwamba kuna hisia za mbalimbali, kuna hisia labda ya uchungu, ya huzuni, ya hasira, ya furaha. Tuchukulie tu mfano kwamba mnapokuwa kwenye daladala, gari ikapinda tu kidogo. Kuna namna mwanamke anaweza akapiga yowe ambalo linafanya wanaume wote ndani ya gari wakasirike, waone kama mbona huyu kitu kidogo tu afu ana panic kiasi hicho. Kitu ninachotaka kukuwasilisha ni nini? Ni kwenye self regulation, kwamba tunatofautiana kulingana na jinsia zetu. Kuna namna unaweza ukakutana, labda unaenda kuhubiri Injili. Unavyoenda kukutana, wakati unamhubiria au unapeleka kitabu kwa jinsia ya kike au unapeleka kitabu kwa jinsia ya kiume, kuna namna ambayo wewe inabidi uelewe kwamba anavyo react dhidi ya mazungumzo baina yako na yeye ni tofauti na atakavyo react utakapokutana na jinsia nyingine. Nataka tu nitolee mfano mchache kwamba kuna wakati mwingine mwanamke anapokuwa anaongea anakuwa anaelezea every details za kila kitu ambacho yeye anahitaji kukiwasilisha, lakini mwanamume huwa anataka ile short and clear. Unapokuta wewe ni mwinjilisti, labda mwinjilisti wa kike, unamwelezea mtu kitabu, unamwelezea maelezo marefu. Inabidi uangalie na jinsia, huyu ni wa kiume, huyu ni wa kike. Kuna namna ambavyo ya uwasilishaji ambao unaweza ukautumia. Nafikiri naweza tu nikachangia hivyo kwa ufupi. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sitaongea sana. Nitatoa tu mapendekezo kwa ofisi ya wazee, na mzee ukiwa ni mmoja wapo, tena mzee kiongozi, alafu cha pili pia kijana. Masomo kama haya yanahitajika sana kwa wakati kama huu, kwa sababu nilikuwa naangalia rate ya watu wanaojiua kwa mwaka ni 720,000 wanaojiua, na hii ni kwa mwaka, na kundi ambalo wanajiua ni umri wa miaka 15 mpaka 29. Hiyo inatoka kwenye World Health Organization. Kwa hiyo mnaweza mkaona changamoto ya akili ni janga kubwa kwa sasa hivi, na kinachoweza kikasaidia kupunguza nje ya mambo ya kiroho ni hiki ambacho anakifundisha hapa mzee wa kanisa, emotional intelligence, namna ya kukabiliana na jambo. Pendekezo langu, masomo haya au somo hili ni muhimu sana kwetu sisi washiriki. Kama litawezekana lifanyie extended version, yani litanue ili kila hoja uiguse kwa mapana yake. Watu wanaumizwa hisia kwa namna mbalimbali, na namna wanavyozipokea ndio inayoleta changamoto. Na hata katika swala la imani wengi wamerudi nyuma kwa sababu ya kuumizwa kihisia. Tukiweza kuifanyia hii kazi vizuri,
Yawezekana hata humu ndani ya kanisa kuna watu tunaweza tukawarudisha, wametoka kwa sababu wako emotionally damaged, wameumizwa kihisia na wameliacha kanisa. Tunaweza tukachukulia poa, lakini kumbe kuna namna tu walikosa kusikilizwa hisia zao na mambo yakawa ndivyo sivyo. Ni mzee kiongozi, ni mzee kijana, fanya extended version ya hili somo vizuri, na ikiwezekana tuandae hata sabato ya kuwarudisha watu ambao waliwahi kuumizwa kwa namna moja au nyingine. Ya nadhani hiyo itasaidia sana, lakini pia kuwe na vipindi mbalimbali pale ambapo hamna program nyingi za idara, masomo kama haya, masomo ya afya, masomo ya mazoezi, yani tuguse kila idara. Kuna watu ambao utawakosa kwingine lakini utagusa. Wewe angalia tu, watu ni wengi wamebaki na wamesikia kwa uchache. Nina imani wataenda kuwavuta na wengine, kama somo hili sasa litapata airtime ya kutosha. Na ikiwa unahitaji support, nadhani kuna watu wameshajitambulisha hapa, mnaweza mkaungana na mambo yakaenda vizuri. Mimi nilikuwa tu naomba kuongezea hapo, kwa sababu changamoto ni kubwa makazini, tunakumbana na hizo changamoto za akili. Mtu anakuja anakutukana, anakujaribu imani yako, lakini Roho wa Mungu anakuongoza namna ya kudili naye. Mimi niko na swali dogo tu la kaida. Tunaenda nje kupeleka injili na kukutana na utofauti wa aina za watu kulingana na self awareness. Kuna uhusiano gani na karama za Roho? Kuna uhusiano gani kati ya self awareness na karama za Roho? Tunaenda, yani swali langu linastiki, kwa nini Mungu kamuumba huyu Korelic, kakuumba wewe Sanguine, na hiyo ameiruhusu, na kuna msemo kwamba ndege wa rangi moja uruka pamoja. Sasa kwa nini hao kuna utofauti hivyo? Alafu kulingana na kwamba Mungu ni Mungu mmoja, Roho ni mmoja, alafu na kuna karama za Roho. Hapo ndio kwa mimi mara nyingi naposikiliza mafundisho yoyote au kitu chochote, napenda kukijaji kwa upande wa kiroho ili nikae humo, kwa sababu waga naamini hivyo. Nikiona nimekubali, ila ninataka niende zaidi, kama nimechelewa kuelewa au nimevuka zaidi. Mimi hapa ndio kwa shida yangu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Niwashukuru wazungumzaji wote ambao mmekuja na kutoa comment. Wakati nikiandaa hili somo kwa muda mrefu kidogo, nilijiuliza maswali mawili. Swali la kwanza, mimi ni mtaaluma wa mambo ya emotional intelligence? Yaani, je, mimi ni expert wa mambo ya emotional intelligence? Nikapata jibu. Swali la pili nikajiuliza, kwa hiyo basi ninakwenda kufundisha haya mambo kwa mamlaka ya nani? Umenielewa hapo eh? Kwa hiyo kwa nini nasema hivi? Ninasema hivi kwa sababu nimeyasema haya nikijua ninayasema mbele ya maexpert wa emotional intelligence, wananisikiliza. Kwa hiyo lazima ni declare interest kwamba ninafundisha kwa mamlaka ya nani? Sasa ninajibu swali la Pius. Flow yangu yote ilikuwa inaelekeza kwa Roho. Kwa hiyo ninafundisha kwa mamlaka ya Roho. Ndio maana nimetafuta mifano, visa ambavyo viko nje, lakini kila nikirudi kwenye mstari ninaelekeza kwa nani? Kwa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ninajua hili somo ni pana sana. Umeona yule bwana wa emotional intelligence hapa wa mambo ya mahusiano Yaani yeye ni expert, hajaoa lakini tayari ni expert. Yuko wapi yule rafiki? Bwana kubariki bwana. Acha kutembea na ubobo wako, wazee tuko tayari kutengeneza mambo tuule huo ubobo. Sawa bwana. Kwa hiyo wataalamu wa haya mambo wapo. Kwa hiyo sisi tunaposimama kuyasema lazima tutafute mamlaka ya neno la Mungu. Inahusianaje na haya mambo? Kwa hiyo ndugu yangu Pius, karama zozote
na uhusiano wa mambo ya choleric, phlegmatic, nini, sanguine, yote ni matawi ambayo yanaelekeza katika kujenga uhusiano na nani? Na Yesu. Sasa uhusiano na Yesu haujengwi na mtu mmoja ama watu wa aina moja. Yesu alikuwa na haya makundi yote kwa wanafunzi wake. Alikuwa na sanguini, hata hatujui habari zao, walikuwa wamenyamaza kimya. Alafu kulikuwa kuna miamba ndio iko mbele, wanaitwa wana wa ngurumo. Maona hapo Hawa ni wazee wa mapanga yako hapa. Walikuwa na wanafunzi wa Yesu. Hakuwafukuza. Kwa sababu alijua hawa wanahitajika hawa. Yaani hawa wanapaswa wafanye kazi ya Mungu hawa. Pamoja na ukali wao huo wanapaswa wafanye kazi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo katika kutofautiana huku tumetofautishwa ili kujenga mwili wa Kristo. Haujengwi na watu wa aina moja au jamii moja. Unajengwa na watu wa kaliba tofauti, wenye karama tofauti, kama Yesu alivyowakusanya wote. Alafu hakumwacha hata mmoja, ila mwisho kila mmoja alidhihirisha vipawa vyake. Kwa hiyo ninawashukuru na namshukuru Kisaka. Extended version basi tutaiweka siku nyingine, tutaendelea, tutasonga mbele kwenye kile kipengele. Kwa mfano kile kipengele cha mwisho cha social skills tutakapokifikia, huyu mwandishi anasema kwamba dunia tunayoiendea sasa hivi haitaki tukutane, inataka kila mmoja awe peke yake. Ndio maana majanga yanayokuwepo sasa hivi duniani yanataka isolation, red eyes, COVID-19, hayataki tukutane. Kwa hiyo hata watoto wetu tunawafungia ndani, inatuharibu. Tunapokuja kutaka kusocialize ili tuende mbele, inatuharibu. Kuna daktari mmoja wa saikolojia pale Muhimbili maarufu sana, akawa anatoa mfano ile social skills kwamba sisi tumekuwa katika jamii ambayo tunashirikiana wote pamoja, na ikatufanya tukawa na skills ambazo hazitoki shule wala chuo, zinapatikana mtaani. Yaani kuna skills zinapatikana mtaani. Ni zipi hizo? Huyu daktari aliitwa na mama mmoja kule Masaki. Yule mama ana mwanae wa kiume mkubwa kabisa, miaka 40 na kitu. Amesoma sana, anafanya kazi, analipwa mshahara mzuri sana, ila hajaoa. Umri unaenda, jamaa yuko hapo nyumbani tu, hajaoa. Kila akimwambia jamaa haelewi. Ikabidi amuite huyu daktari aonane naye. Huyu dokta akakaa naye, akamwambia, ili nijue shida ni nini lazima uniambie ukweli. Shida ni nini? Kwa nini hujaoa rafiki yangu? Huna shida yoyote? Mama yako analalamika. Anasema nilimbana sana aongee ukweli, Mwisho jamaa alipoona amebanwa sana akamuuliza, kwani dokta, nikikutana na binti naanzaje? Sasa mzee Kabadi, hii inapatikana chuo hii? Hii tekniki inapatikana chuo? Haipatikani chuo hii. Kwa hiyo social skill ilitupatia hii. Sisi ambao tumekuwa street, hii tuliipata. Adventista wanacheka. Hii inapatikana kule. Alafu tukija kanisani kwenye maidara ya vijana, sijui kama mnafundishwa hayo mambo. Unaanzaje? Baraka, unaanzaje? Unanipata hapo Kwa hiyo dokta akasema tayari nikagundua tatizo ni nini. Kumbe shida ni mwanzo. Kwa hiyo alikaa naye na akamsaidia kuupata huu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo social skills inatutaka tuhusiane na jamii inayotuzunguka. Tumekuwa katika mazingira hayo yako ambayo hayapatikani darasani, hayapatikani wapi, hayapatikani chuo, lakini yanahitaji life application. Wewe ulifanyaje? Kila mtu anajua namna alivyofanya. Akampata huyo mke wake. Kila mtu anajua. Alifundishwa na nani? Kila mtu anajua aliipataje. Sasa huyu jamaa amekulia ndani getini, skuli basi inamfuata pale, anakwenda shule, anarudi, haendi popote, haendi kucheza mpira, yeye ni PS muda wote, mpaka limekuwa li jamaa mandevu mpaka yameanza kuota mvi, halijaoa. Linaulizwa, linasema sasa tunaanzaje? Umeona hiyo Kwa hiyo tunapojifunza haya hata katika muktadha wa kiroho, sasa unapomwendea mtu hapo napo unamapproach vipi na kitabu? Umeona hiyo Mama Kaena Sasa katika utume sasa unamapproach mtu vipi na
na kitabu. Dr. Chacha uje umalizie, alafu tutasimama tutaimba, basi tutamkaribisha mzee wa zamu. Karibu sana. Bwana asifiwe. Wapendwa, masomo ambayo ameleta mzee Tunzo ndiyo yanayotakiwa kizazi cha leo, kwa sababu kizazi cha leo wengi ni vijana, na vijana wa leo wana sifa moja. Kwanza, hawafungwi na sheria, hawapendi sheria, alafu wanajua mambo mengi. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu hapa sasa tunajifunza kitu kinaitwa spiritual emotional intelligence. Maana emotional intelligence ni dude kubwa. Kule niliko tumejifunza psychological and education emotional intelligence, namna ya kumfundisha mtu ambaye haelewi mpaka aelewe, mpaka ujue tabia yake. Ukishajua tabia ya mtu jinsi alivyo, unajua approach ya kumfundisha mpaka aelewe. Kwa hiyo kwa kanisa, huu ni muda mwafaka hasa katika uinjilisti. Sasa wito wangu ni mmoja. Haya masomo yanapatikana yote na zaidi kwenye kozi ya Master Guide. Bwana asifiwe. Kila Master Guide aliyeko humu, haya yote alikuwa anasema mzee Tunzo ni marudio. Wako hapa ni mashahidi. Msione umekaa umetulia kama yule jamaa wa ile shule alikuwa ametulia kimya, kumbe anajua, kumbe ana black belt. Kuna black belt wa emotional intelligence wako humu. Lakini katika mafunzo ya SYL yote yamo. Kwa hiyo kwa wale vijana ambao mna nguvu, ili usipitwe na mengi, jiungeni mkajifunze Master Guide. Mtapata mambo mengi, namna ya kufanya uinjilisti wa kileo. Na sasa hivi ukizingatia kama tutakavyojifunza huko mbele, ambapo sasa hivi vijana hawatakiwi ndio ukamuite kwenye mkutano wa hadhara, alafu unaanza kupiga gombe pale, hakuelewi. Kwa kutumia emotional intelligence, hizi simu hizi, gadget tulizonazo, utamjuaje mtu na ujue ni vitu gani unaweza kutumia hivi na ukamuongoa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tusitegemee mzee Tunzo aende kufukunywa mwenyewe, hapana. Yeye ametuanzishia. Bwana asifiwe. Kama una smartphone kako, ingia humo Google, soma, tuwe na tabia ya kuvisoma vitu hivi, na hiyo itatusaidia sana kufanya injilisti kwa njia iliyo bora zaidi. Na hasa unapoenda nyumba kwa nyumba, ili unafungua tu pap, unakuta wewe umetia kanda mbili zina vumbi, una kitabu kizuri unampa mtu, alafu jamaa anayetoka anakuangalia ndio yale huyu ana njaa. Atakaye kuambia unajikontrol vipi? Unaweza kujikuta unaanza kutoa laana badala ya mbaraka. Lakini kama umeiva, unamwangalia na kumwombea, na mwisho utafanya nini? Utamsaidia. Kwa hiyo mzee Tunzo endelea kuchimba. Najua hii ni pana, lakini jikite kwenye spiritual emotional intelligence, kwa mambo ya kiroho, ili hata Bwana Pius naye kule aweze kupata kitu. Lakini nilisoma jamani, ni zuri, na mzee Tunzo, Mungu akubariki kwa kuleta hili. Asanteni sana.